Huwezi kuvuna wakati wa kupanda, haiwezekani. Wakati wenzako wote wanapanda, wewe unataka kuvuna, inawezekana? Haiwezekani. So wakati wa kuvuna ni wakati ambao watu waliowahi kupanda wanavuna. Wewe hujawahi kupanda, hujawahi kufanya chochote cha kuhusu kupanda, wenzako wanavuna sasa walivyopanda miaka fulani ya taabu. Wewe uko hapa, Bwana nikumbuke na mimi. Tazama Bwana nimekulilia. Bwana usiniache gizani. Bwana ukiwagusa na wale niguse na mimi. Bwana anakuambia wakati wa kupanda ulipanda. Haya, unavuna ulicho, kwa sababu hukupanda kitu hautavuna kitu. So wakati wa kupanda, panda na wenzako. Wakati wa kupanda, panda hata kama kuna maumivu, ukijua kabisa kwamba haya ni majira ya kupanda. Yanaumiza, yanatesa, yana namna fulani, yananyong'onyesha, lakini ni majira yake. Wakati wa kuvuna na wewe usikosekane uwepo. Amen. Hivi kuna namna kweli Tanzania mpya itakuja kwenye nchi, watu wasitambue jina la Nabii Dennis, mchango wake kwenye kuleta Tanzania mpya? Kwenye ujio wa Tanzania mpya wakitaja watu ambao wamepeza sauti zao bila kujali, na jina langu litakuwepo. Kwa nini? Wakati wa kupanda kwa tabu nipo. Kwa nini mimi siogopi kutekwa? Naogopa. Siogopi risasi, naogopa kibinadamu. Ujasiri wa kukemea unapata wapi? Sema majira. Kwa sababu niko kwenye majira ya kupanda. Lakini amini mimi siwezi kufa kizembe kwenye nchi hii. Nchi ambayo nimeimwagia jasho yangu na damu yangu kwa ajili ya kuililia iwe nzuri, ya haki, ya kumpendeza Mungu, niachwe. Watu wana tabia kusahau, lakini sio majira. Majira ya sahau. Mtu aniambie mmoja hapa aliwahi kutega alamu alafu ikasahau kupiga alamu. Ishe kutokea? Ishe kutokea? Aniambieni basi, hata kama unatumia Tecno whatever. Ishe kutokea ukatega alamu alafu simu yako isahau. Maana yake hata kama ni kimeo, ukikiambia saa 4 kamili piga, ifika saa 4 kamili kitafanyaje? Itapiga. Itapiga. Kwa sababu wanadamu wana tabia ya kusahau, ila majira hayasahau. Ushe kuamka siku moja ulilala tarehe 17 ukaamka ukasema siku imejisahau, leo tarehe 24 wakati jana ilikuwa 17. Ishatokea? Lakini wewe usahau tarehe. Nijibu, wewe usahau tarehe wewe. Lakini tarehe je ishe kujisahau? Nani ukumbusha saa yake? Wewe saa badilika, muda umefika, badilika, sasa hivi saa 7 badilika. Unakumbushaga? Majira hayasahau. Unachokifanya gizani ambako hakuna anayekuona ni mbegu unapanda. Kuna wakati wa kuvuna, unavuna nuruni, kila mtu anaona. Usikuwaza mbegu unaiweka chini ya ardhi, unaifukia. Inaonekana? Haionekani. Wewe unaenda nyumbani, unaachana nayo. Unakuja ukikumbusha, wewe ota mbegu ota. Mbona jirani ameota na wewe ota? Unakumbushaga? Wala. Wewe unatimiza tu wajibu wako. Wakati wa kumwagilia, shwa, unaondoka. Si ndio? Baada ya siku kadhaa ukija kuangalia shangaa, kimetokeleza namna hii. Ulijikumbusha? Kwa sababu kinajua majira yake. Majira yake. Sisi wa baba ni wataalamu sana kwenye kuweka, si unaelewa? Si ndio? Hivi tuna ule ujasiri kuja kusema unajua nimemsubiri bwana, huyu bwana mdogo atoke muda mrefu hajatoka, hebu mtoe leo nimuone. Tuna ujasiri kufanya hivyo? Sisi tunapanda tu. Nashangaa tu mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, hata kama ni miezi 9 bado una ujasiri kusema hivi bwana mlete bwana namne nimuone, nafanana naye pua. Huna ujasiri. Muda ukifika, hata kama mama yuko kwenye maombi ya siku 6, hata kama yuko busy kiasi gani, muda ukifika yeye ndo anakumbushwa. Anakumbushwa na nini? Majira. Majira anamwambia hey, it's my time to come out. Majira anajua, majira yasahau. Siku unapanda mbegu yako, majira yalikuwepo. Hapa katikati majira yanajua yamekuzaje. Miezi 9 kamili ikifika, usikuna kipimo kinakuambia kabisa tarehe 17 exactly unaleta mgeni duniani, kikatokea. Never. Wanakuambia kati ya hapa au hapa. Hao ni wanadamu na mashine zao, si ndio? Ila muda wenyewe unaamua, kwa sababu wewe ndio unajua. Muda unaamua kwamba daktari amekwambia wiki ijayo, mimi nakusurprise wiki hii mapema tu. Siku moja niko safari, niko zangu Arusha nakuja Morogoro. Niko njiani kutoka Arusha nakuja Morogoro. Roho Mungu ananiambia mpigie Dani, amwambie mama fulani ajiandae kwenda kujifungua. Dani akaenda akamwambia mama fulani, mama baba amenituma, muda wako kujifungua umefika. Akasema bana mimi simu na uchungu. Akaambiwa baba amesema uende. Basi naona kabisa Dani jamani nafua, niko tu sawa. Akaambia sinamjua mzee, akiongea si amaliza mimi nimeambia tulete tu ujumbe. Haya, nimesikia.
then akaondoka. Nikiwa nje tena roho Mungu anisitiza tena, ngampigia tena, bwana rudi. Baba nimemwambia alikuwa anafua yuko tu sawa. Ngambia rudi. Akarudi tena. Akamwambia nimesikia alikuwa anamaliza kufua. Sasa nikifika nisemeje? Akamwambia wewe nenda tu hospitalini. Mama wa watu huyo hana msaada nyumbani. Huyo mimi sipo sasa, ndani ananiambia hospitalini. Na alikuja kushuhudia hapa. Na tulimuombea ujauzito aliupatia hapa. Sio aliupatia hapa kwenye tendo maombi. Baada ya kufika hospitalini akaulizwa, "Mama vipi?" Akasema, "Nimekuja kujifungua." Akaambiwa, "Unauma uchungu?" Akasema, "Hapana, ila baba yangu amemtuma mtu aniambie nimekuja kujifungua." Akaambia, "Basi wewe unasikia chochote?" Akasema, "Sisikii chochote." Akaambia, "Basi kaa pale." Mama akakaa pale. Anasema baada ya muda akashangaa vimateke huku. Baada ya muda akaanza kumwambia daktari, "Naona kama hali si shwari." Baada ya muda akaambiwa aanze mazoezi. Baada ya muda mgeni huyu hapa. Yeye alikuwa hajui muda, lakini majira anajua muda wake. Sio kama unaelewa? So kila unachokifanya leo kitakupa matokeo hapo mbeleni. Hata kama utakuwa umesahau, majira hana tabia ya kusahau, itakukumbusha tu. Ndio maana watu duniani wanasema kuna kitu kinaitwa karma. Unajua maana ya karma? Karma ni vitu unavyovuna kama matokeo ulichowahi kufanyaga wengine. Ndio maana ya karma. Yaani ukifanya mabaya unavuna, hiyo ndio maana ya karma. Lakini naamini kabisa kwamba kuna uhakika kwenye hili, kuvuna ulicho panda. Huwezi kupumzika wakati wa vita. Wakati wa vita ni wakati wa kupigana. Unapumzikaje? Ushakumwona mtu amekaa sehemu anang'ata na siafu, anasema kuna siafu inang'ata ila acha iendelee. Ushakumwona mtu anafanya hivi? Maana yake iking'ata pale. Huwezi kupumzika wakati wa vita. Huwezi. Okay. Bado na mlango basi. Useme nimebano na mlango jamani. Nazungumzia kubano haswa. Unajua nimebano na mlango, nitaondoa baadaye. Inakuwa hivyo? Hapana, muda unajitoa. Kwa nini? Majira ni majira ya kujiokoa. Huwezi kupumzika wakati wa vita. Huwezi kutulia Mungu akisema chukua hatua. Huwezi. So Mungu akisema chukua hatua kweli. Mungu akisema ni wakati wa pambana kweli. Mungu akisema ni wakati wa wekeza kweli. Mungu akisema ni wakati wa kuomba, ni wakati wa kuomba kweli. Mungu akisema ni wakati wa kuomboleza juu ya taifa lako, omboleza kweli. Huwezi kupigana Mungu anaposema tulia. Mungu akisema tulia unatulia, pigana unapigana, kwa sababu ni wakati wake. Na Mungu anajua kwa nini anakuambia ufanye hivyo. Kila majira yana kusudi lake. Andika point ya msingi sana hii. Kila majira yana kusudi lake. So wakati wa ukame kiuchumi kuna kusudi la wewe kujifunza hapo ndani. Sasa kwa sababu hujui utalalamika, utalia. Mungu naomba unitendee. Mungu kimya. Kuna kusudi. Kila majira yana kusudi lake. Jira la kwanza, wakati wa kusubiri. Wakati wa kusubiri ni wakati gani? Yaani nataka ujue. Ili ujue kwenye wakati wa kusubiri unajuaje? Majira ya kusubiri yapoje? Ukiwa kwenye wakati ambapo umeomba Mungu hatokei, Mungu tenda, Mungu hatendi. Tumekuwa Mungu baada ya Tanzania mpya. Bora kama inachelewa. Mungu unataka tujifunze nini hapa? Wakati wa kusubiri, Mungu hukutaka wewe ujenge uvumilivu na kuua kiburi. Wakati wa subira, wakati wa kusubiri ni wakati ambapo Mungu anakutaka ujenge uvumilivu na uweze kuua kiburi. Wakati wa kusubiri, Mungu hukutaka wewe ujenge tabia ya kuwa mvumilivu, lakini pia unaua kiburi. Ni kipindi ambacho Baba naomba utende, unafunga, unaomba, Baba amekaa kimya. Unamuita kimya, unapambana, unaamka asubuhi unapambana, unaenda kwenye kazi, hupati chochote. Nini Mungu anataka ujifunze hapo? Uvumilivu. Alafu unaua nini? Kiburi. Ukipishana na haya majira, utapishana na baraka zako wakati wa mavuno. Kwa sababu wakati wa kusubiri ni wakati ambao Mungu anakutaka wewe uwe mvumilivu, usilalamike, usinungunike. Umemwita Mungu hajakujibu, umemwomba Mungu hajajibu. Kuna wenzako umeomba nao kazi, wao wamepewa hujapewa. Kuna wenzako umeomba nao mume, wameolewa hujaolewa. Kuna wenzako umeomba nao mke, wameoa hujaoa. Kuna wenzako wamefanya kitu fulani, wamefanikiwa hujafanikiwa. Ni wakati ambao kwako wewe sio majira yako ya kufanikiwa, ni majira yako ya kufanyaje? Ya kusubiri. Kwenye kusubiri sasa unakutana na nini? Unakutana na kujenga uvumilivu wa hali ya juu, stamina. Lakini wakati huo kiburi kinaproniwa, kinashushwa. Hebu anza kila unachoomba unajibiwa. Sisi tungeishi hapa. Kwanza tungekuwa hapa na sisi.
Hebu maliza hapo. Bwana, naomba uniunganishe na kampuni kubwa, niajiriwe, nipewe milioni 1 kwa mwezi. Ukapa milioni moja pwa. Alafu katika kila Jumapili uwepo kazini. Tungekuwa na wewe hapa? Situngekuwa na wewe hapa. So Mungu hutupima na kutupa tunavyostahili kulingana na uwezo wetu wa kuvibeba kwa wakati huo. Sasa hivi Mungu akisema kubariki hapa pap, akufungulie milango hapa pap, inawezekana kuabudu kukapungua, maombi yakapungua kwa sababu hujajengea ile stamina ya kiroho. Hivi unajua pesa zinabadilisha mtu Pesa inabadilisha mtu.